kitu kwa nacho. Mapua. Kuna moja ya nani ya voice ambayo imesikika kwamba French anazungumza kwamba mtoto ni wa kwake na imesikana kwamba alikuwa anazungumza. Wewe unawezaje kusema hivi? Wewe unaona video yangu? Video tumeiona lakini na French itakuwaje kama lao? Ile nimesikia ni kwamba ile ni mko ya ujana. Unajua kijana na bado hujawahi kupata mtoto lakini na kunatoka kidogo. Yaani bora wewe kijana kama mtu wa bongo unapata mtoto. Sasa hivi ndogo amekuwa na akili. Lakini ukiwa kijana bado hujana mtoto hata mmoja gani? Huwezi kuhakikisha wewe mtoto ni wa kwako alafu wewe sura yako sisi tunajua. Wewe umepauka sana mtoto hajapauka. Sasa ukija ni sura yako wewe. Agra. Não suco. Onza me agra. Vá. Vipi kusana zile gharama ambazo French wanasema Sina ulaya, ochina nera tejo. Mwanamke akiwa kwao, sasa bwana nani mfano wana. Yaani mwanamke akiwa kwao wewe watu fanye nini? Yaani tufanye nini? Uwezo kwenda kujidai. Kwani sisi tuna uhakika ulikuwa kwa zile gharama nyingi mtu. Kwani anajua na sisi tugharimu shilingi bali. Na yule akifika sana ni 100,000. Sasa mtu umepauka utatoa wapi hiyo? Hela ya kumpa mwanamke. Ile moja kati ambazo nimeviona na kuzungumza Nyago Mbebero. Kuzungumza kwamba French mali kuishi ndoa. Kulia wewe. Na zaidi ya ndoa 3. Sijui shida, yani shida sijui. Shida mwanamke muda analewa sana. Hao wanawake zake muda. Apunguze pombe. Unajua wanawake wanataka vitu vya pombe. Sawa, lakini pia tulipata muda mzuri wa kuzungumza na Bob Chika ambaye kwa sasa anasema kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba mtoto wa kwake au sio bana? Inakuwaje? Napokaa. Sio nasemaje? Adogo. Pia akichwani Mungu akusaidie kupata wale mzera. Nataka kutoka toka French. Naona jana kijembe kilianza ili sasa mbona tuliungwa sana WhatsApp kijembe vingi kwa kabisa moja kati ya post ambayo post era moja comment anakuambia hongera pia hata ilikuwa kwanza kwa kumwambia mwenzako asante baba kwa na maana French alitaka mimi maji kwa sababu ile mimi sababu na yeye mwenyewe alisema kwa gharama zangu baada ya kutokwa wengi wanasema kwamba sema na kusema nikamwachia muda lakini ambacho nimwambia kama mwanamke hii hali ambayo unajifanya kwa sababu gani mimi naamini kupata sababu nina vizibitisho vya kutosheleza. Sawa. Unaweza sana nipenda ngabionge yani kwa sana kama unaweza fanya kuchangia wale ndani. Mimi yangu ninaijua. Na najua mimi nilishia hapa na sababu na mpaka wakaanza kuongea yale na friends. So na asilimia za kutosha za kusema huyo mtoto ni wa kwangu. Na mimi huyo mtoto nikwambia tu kitu ambacho nilifanya sana. Kwa mimi kusema ni mtoto wangu kwa sababu najua mimi niliachana Sabrina kabisa. Niliachana naye kabisa ni yani mpaka unaona wanaweza kufanya zile interview nyumbani sina yani nimekuja kumwalitoka kwa miezi ya kwa sababu ilikuwa kwa sababu tena huo ujauzito mama yake aliniambia mtu akiwa mjamzito na analeta Deski kamera. Unaweza kukosa nyingi kwa sababu afadhali unamtakia nini? Labda mama yake anazungumza na wewe. Alikuja kwa mfumo kufahamisha kwamba labda mtu unajua kama umechukua mwanzo kuzungumza na wewe kwa swala la sio mnaachana kidogo na makasi. Mwanamke alimwelezea mama yake kwamba sawa na najua bwana mimi nilikuwa najulikana kwa sababu kwa kitu cha kwanza wangu jamani walijua tu itakuwa jambo. Tunataka tuingie kwenye viti yetu. Akasema eti kwangu.
Lakini sasa walivyoniita mimi nikasema mwenye hii ashajitambulisha, ashasema mimba ni yake. Akasema baba, kwa namna ambavyo aliniambia hii mimba sio ya yule mwanamke, mimi kando ndugu wake. Akasema mimi useni mbali kijana, basi mimi sitokataa mimba, lakini nitasikia mtoto akizaliwa tu na ilifanyika hivyo. Alipoenda hospitalini walinipigia simu saa 7 juzi. Nikasi nilikuwa nimelala kabisa. Asubuhi kwa hiyo akaniambia mwanamke nikaambia basi muda huo pressure post mambo mengi. Najua nimekuja kuposti saa 1 usiku hapo ndio nilitoka 11 kwanza maneno fulani ulikuwa unatoka kama vile jiwe gizani. Mimi sikuwa naongelea tu yale ambacho mimi nilikuwa naongea ni kwa sababu ya vitu vyangu, lakini nimekuja kuongea vya mtoto saa 1 hapo ndio nimetoka kumshika sababisha. Kwa ulikutoka kwa mazingira hospitali nikajihakikishia kama wanakuja kila mtu pigwa boda sana. Linda pana bobo patamana mbele mingi. Nende. Kila saluti sangana na kwa baadaye. Pale mpaka podi. Pale kama moto. Liki anaenda mpaka podi. Kama jinsi unavyoshuhudia sherehe ndio imeanza huku, ya kwamba Sabrina amejifungua na mtoto ni wa Bobo. So watu ni mwendo tu wa kupakana poda. Mbuzi la Kibembe lipo hapa linazungumza kuhusiana na kile ambacho kinachopitikana sasa hivi. Bwana Suma Kimwanya kwenye mic, siwezi nikakuangusha sana. Ni mwendo wa kuyayuka na kuyayu kama kisi unavyoona. Vibe kama wote. Vibe kama wote. Vibe kama wote. Mwanamke leo ataweka ukweli. Weka pale maiki mwanangu na wewe. Mbona mwanangu na nitaka yule paka yule. Jina lake pase. Achana nyako. Lazima amesema kwamba anapangwa nyako.
Hapo te bana bambaji twasa ngotale pana njoka mapema twaile bana chuo amo. Ibu kongwara vino beruba konda. Wamekuwasha tena ili kuanza safari kwenda sehemu husika ya sherehe. Safara kama msafara kisikamoshuhudia huku tayari kimeshachafuka. Ndio kamili Nyarugusu na